wake mrembo akapewa jina la Tekla kutoka kwa wazazi wake wawili, Davis Salim na Josephine Mchiwa. Mwaka 1960 jina la mtoto huyu likaandikwa rasmi katika historia ya kitaaluma pale alipohitimu elimu ya msingi darasa la 8 St. Anne's Middle School Hidileko Handeni, Tanga. Hiyo ikiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya taifa la Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 61. Mwaka 63 akahitimu mafunzo ya ualimu ngazi ya shahada na kupangiwa kufundisha katika shule ya msingi kwa Magome huko Handeni, mkoa wa Tanga. Kutokana na mapenzi yake katika sanaa ya uigizaji tangu akiwa shule ya msingi, pia alipokuwa shuleni hapa alianza kuwafundisha wanafunzi michezo na sanaa za maigizo katika muda wa masomo ya ziada. Jina na nyota yake vyote vikaanza kung'aa, hali iliyosababisha kuhamishwa katika shule kadha ili kutoa elimu zaidi kwa wanafunzi kuhusu taaluma ya sanaa na michezo. Miongoni mwa shule alizofundisha ni pamoja na shule ya msingi kwa Msangazi, Magunga Mombo na baadaye Kisutu na Olimpio za Dar es Salaam. Mwaka 1975 Tekla Mjata akajiunga na chuo cha ualimu cha Ng'ombe, kwa sasa kinajulikana kama Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam DUSE, aliposomea shahada ya sanaa za maonyesho yani theater art, na baada ya kuhitimu akapangiwa kufundisha shule ya sekondari ya Zanaki hapo Dar es Salaam akiwa afisa elimu msaidizi daraja la 2. Akiwa shuleni hapo aliendelea kuwafundisha wanafunzi sanaa ya maigizo kila alipopata muda wa ziada, kwani somo la sanaa alikuwemo kwenye ratiba ya masomo shuleni hapo. Mwaka 1977 aliajiriwa kama afisa michezo na utamaduni wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, na baadaye Temeke kama afisa utamaduni wa wilaya, ambapo alifanya kazi kwa miaka 3 tu kabla ya kuingia katika uigizaji. Ilipofika mwaka 1974 aliingia katika fani ya uigizaji kupitia michezo ya redio, na waliokuwa wakimvutia zaidi ni pamoja na marehemu Ibrahim Raha ama maarufu kama Mzee Jongo, Hamisi Tajiri, Tunu Mrisho au Mama Hambiliki, Ali Keto aliyeitwa Paguzi au Matuga, pamoja na Mama Nyakomba. Mchezo wake wa kwanza kuigiza redioni uliitwa Ngoswe, Penzi Kitovu cha Uzembe, pamoja na Mahoka, ukifuatiwa na Pwagu na Pwaguzi, mchezo uliokuwa ukikusanya vituko vilivyotokea mitaani na kuviweka katika mchezo wa redio. Lakini pia aliigiza michezo kama vile Nani Alaumiwe ambao aliutunga yeye mwenyewe. Mwaka 1985 Tekla aliona tangazo la nafasi za uigizaji kwenye kampuni ya filamu Tanzania TFC na kufanya usaili, ambapo alipata nafasi hiyo. Filamu yake ya kwanza kuigiza kupitia TFC ilikuwa ni ile Fimbo ya Mnyonge, Yomba Yomba 1985, Harusi ya Mariamu ya mwaka 1985, Maangamizi ya mwaka 2000 na Mama Tumaini iliyotoka mwaka 86, ambayo hii iliigizwa nchini Tanzania na Norway. Filamu ya Harusi ya Mariam ndiyo iliyomtambulisha vema duniani kama msanii bora wa kike wa filamu kutoka Tanzania, kwani mwaka 1986 filamu hiyo ilipelekwa kwenye tamasha la filamu lililofanyika huko Wagadugu, Burkina Faso, na Tekla Mjata akashinda nafasi hiyo. Na mwaka uliofuata pia filamu hiyo ikapelekwa tena katika tamasha la filamu la Afrika lililofanyika mjini Harare, Zimbabwe, ambapo huko pia Tekla alipata tuzo ya mwigizaji hodari barani Afrika. Lakini pia aliwahi kuipeleka filamu hiyo katika tamasha la nchi za Kiafrika ambalo lilifanyika kwenye miji ya Tokyo, Japan na Tashkent, Uzbekistan, wakati huo ikiwa ndani ya shirikisho la Urusi. Mama huyu pia alipata nafasi ya kwenda Los Angeles huko Marekani kuhariri filamu ya Maangamizi, lakini hakuishia hapo. Pia alikwenda Ufaransa kujifunza matumizi ya kamera za kidijitali katika shule ya Varani. Filamu za Harusi ya Mariam, Maangamizi na Matumaini anazitaja mwenyewe kama ndio filamu zake bora zaidi, kwani alipata nafasi ya kuigiza na wasomi wa bobevu wa masuala ya filamu kama Profesa Amandina Lihamba, Profesa Penina Mlama na marehemu Godwin Kadu. Mwaka 1992 filamu ya Harusi ya Mariam na Maangamizi zikaanza kutumika katika vyuo vikuu nchini
kufundishia wanachuo waliokuwa wakisomea masomo ya sanaa na ubunifu. Kupitia filamu hizi, Tekla Mjata hakuona tena sababu ya kurudi shuleni kufundisha, na hivyo akaamua kujikita moja kwa moja kwenye sanaa ya uigizaji, ambapo alipata nafasi ya kucheza katika filamu na tamthilia mbalimbali hapa nchini. Mwaka 1994 alijiunga na kikundi cha maigizo cha Mambo Hayo, na mwaka uliofuata akajiunga na Nyota Ensemble na michezo iliyotambulisha vyema zaidi kikundi hicho ni pamoja na igizo la Usilolijua ni Sawa na Usiku wa Giza, michezo iliyokuwa ikionyeshwa kupitia runinga na hivyo kumtangaza zaidi kote nchini. Tamthilia nyingine alizowahi kucheza ni pamoja na Wa Hapa Hapa, Siri ya Mtungi, Bahasha, Siri za Familia, Kiu ya Kisasi, Turufu, Kombolela, Beki Tatu na nyingine nyingi. Kwa upande wa filamu alizocheza ni pamoja na Saturday Morning, Trip to America, Wakati, Divorce, Mlima Kolelo, Asha, Hukumu ya Tunu na nyingine nyingi. Umahiri wake alipopangwa kuhusika katika filamu na tamthilia mbalimbali ilimfanya awe miongoni mwa Watanzania wenye tuzo nyingi zaidi za filamu nchini. Mwaka 2002, Mfuko wa Utamaduni ulimpatia tuzo kwa kuthamini mchango wake katika kuelimisha jamii kupitia sanaa ya uigizaji. Tuzo nyingine ni pamoja na ile ya heshima aliyopewa na Tamasha la Filamu la Nchi za Jahazi yaani ZIFF mwaka 2011, na mwaka huo huo akapata medali ya heshima kutoka ZIFF. Mwaka 2013 Tekla akapewa tuzo ya heshima ya Lifetime Achievement iliyotolewa na ACVC. Nalo tamasha la Siku ya Msanii likampatia tuzo ya heshima mwaka 2015. Hii ilitolewa na Baraza la Sanaa Tanzania. Huku tamasha la filamu za kimataifa la Sinema Zetu SZIFF nalo halikubaki nyuma, likampatia tuzo ya heshima mwaka 2017. Mwaka 2023 taasisi ya Joyful Foundation ikautambua mchango wa Tekla Mjata katika filamu kwa kumpatia tuzo ya heshima, na mwaka huo huo tuzo za filamu Tanzania zinazoratibiwa na Bodi ya Filamu ikamtunuku tuzo ya umahiri wa muda wote katika uigizaji yaani Lifetime Achievement. Hakika kitabu cha Tekla Mjata kimejaa kurasa zenye hadithi tamu na za kusisimua. Akiwa ni mama wa mtoto mmoja, wajukuu watatu na vitukuu wanne, tasnia ya filamu nchini itazidi kujivunia kipaji alichonacho nguli huyu wa filamu nchini. Tekla Mjata ni nyota itakayodumu daima dawamu kwa vizazi hadi vizazi.